Yes, habari gani mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni Hetnet Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo kila siku kila wakati. Kama tunavyojua, mbungi nzito ambayo ilikuwa na chezo hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mechi kubwa kweli, mechi tough na mechi dume kweli kweli, ikiwakutanisha Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club katika mchezo wao wa ngao ya jamii ambao umetoka kutamatika hivi sasa, na mchezo kitamatika kwa bao moja ambalo likifungwa na Pacome Predozo za dakika ya 54, kukiwa na papatu. Pacome Zouzoua akaiandikia klabu ya Young Africans bao hilo ambalo limedumu kwa dakika zote 90 na likawa bao la uongozi kwa upande wa klabu ya Young Africans. Mengi yanazungumzwa kuelekea kwa mchezo huu mzima, mashabiki wa klabu ya Simba wakitupa lawama kwa muamuzi, lakini pia wengine wakitupa lawama kwa head coach wa klabu hiyo Fadlu Rahman Davids. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa update zetu, nilikuja hapa nikakwambia kwamba alichokizungumza Fadlu Davids kwamba hana pressure, mwenye pressure ni Young Africans, ilikuwa ni kauli tu ya kiushujaa, lakini kwamba pressure alikuwa nayo yeye. Ni mechi ya 4 mfululizo sasa hajawahi kumfunga Yanga, sio tu kumfunga, hata kupata bao katika mechi zote ambazo amekutana naye mara 4 mfululizo hajawahi kupata bao. Hii ni tafsiri ya moja kwa moja kwamba Fadlu Davids hawawezi Yanga hata kwa nukta moja. Ikiwa ni mara 4 mfululizo umefungwa na klabu ya Young Africans pasina kupata hata bao, ni dhahiri shahiri kwamba Fadlu Davids hawawezi Young Africans. Bana, kumekuwepo kwa taarifa ambayo imetolewa na mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club, tunamzungumzia Mruteza Mangungu, yeye akitupa lawama zake kwa waamuzi, na ilivyokuwa kawaida kwamba wao walikuwa wamekubaliana mechi ya dabi waamuzi watoke nje, lakini kilichofanyika waamuzi wakatoka ndani ya Tanzania, na hicho kilichofanyika leo yeye hakijampa furaha kabisa, na anatupa lawama kwa TFF ambao wamefanya jambo hilo, akiamini kwamba lilikuwa limepangwa ili kuididimiza Simba Sports Club katika mechi hii ya leo ambayo imetoka kutamatika. Lakini si hivyo, mashabiki wengi wa klabu ya Simba Sports Club wamekuwa na mengi ya kuzungumza. Ni kupitisha kidogo katika yale ambayo mashabiki wa Simba wamezungumza na wametupa lawama, na wengine wakilia kwa uchungu. Sikiliza kidogo, tutakuja kuendelea. Sisi wana Simba tunaumia sisi wana Simba. Kwa nini kila siku sisi maumivu haya yataisha lini? Tunaumia nakwambia. Wasajili wachezaji wa Mbeya jioni. Tumechoka Simba. Kanaje? Sisi wana Simba tunaumia sisi wana Simba. Kwa nini kila siku sisi maumivu haya yataisha lini? Tunaumia nakwambia. Tumechoka. Mangungu wangetoka tu kwa kweli. Sasa Mangungu ndio amechoka. Sasa kwa nini ni kimataifa tunafanya vizuri, afu Yanga kimataifa hawafanyi vizuri? Kwa nini Yanga hapa wanatuweza? Shida inakuwa ni nini? Tulifunga mara 4 mfululizo kwa sababu Yanga alikuwa haina pesa. Shida sasa Simba ni nini? Tajiri katoa milioni 100, si ndio? Kipa clean sheet milioni 10. Shida inakuja kwa wapi? Shida ni nini? Mbona tunashanganya afu na Mpamediali wakati mgumu wa kuongea, kakato wanajitahidi sana. Tumechoka. Inauma. Ndio inauma. Hicho ndo kilichotokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam mara baada ya kutamatika kwa mchezo huo wa Young Africans wakibuka na ushindi wa bao moja na wakitawazwa kwa mabingwa wa msimu mwingine wa 2025-2026 kwa maana ya ngao ya jamii. Young Africans sasa pazia la ligi kuu na kwenda kufunguliwa rasmi na tarehe 19 mechi kede zitakuwepo katika viwanja tofauti, na update zote utaendelea kuzipata hapa katika
katika TV yako pendwa ya Hetnat Media. Lakini kwa leo kilichotokea na kwa tathmini nzima ya mchezo wa leo, so far Simba wameweza kucheza mchezo mzuri ambao wameutawala katika kipindi cha kwanza. So far hawakucheza vizuri kama walivyocheza kipindi cha pili. Kipindi cha pili nimeona kwa nyakati tofauti Simba wakimiliki umiliki wa mpira na wakicheza vizuri, wakipiga pasi na wakianzisha mashambulizi ya kasi na kosa zikiwa nyingi katika kipindi cha pili. Tumeona katika kipindi cha kwanza shoot on target zilikuwa ni 2 kwa upande wa klabu ya Simba, lakini kwa upande wa klabu ya Young Africans ilikuwa ni 1. Kwa kipindi cha pili Simba wamedominate mpira na wamefanya vizuri kuliko Young Africans, lakini bahati haikuwa kwao. Tunaweza tukasema wamezidiwa mbinu na ujanja wa safu ya ushambuliaji ya klabu ya Young Africans. Ujanja wao ndo uliowapa faida ya kuweza kupata bao hilo moja ambalo limekwenda kutamatisha dakika zote 90 na Young Africans kuibuka ubingwa katika mchezo huu. Lakini pia upande wa safu ya ulinzi kwa maana ya Simba, Lucien Derouch anaweza kawa ni mtu ambaye amefanya kazi kubwa kuliko mlinzi yoyote katika mechi ya leo, kutokana kwamba mchezaji huyu akazuia mashambulizi mengi na kazima mashambulizi mengi ya hatari ambayo yalikuwa yanalisakama lango la Simba Sports Club. Tukiangalia kwa upande wa winga wa klabu ya Young Africans Celestini, ya kuwa alikuwa anakuja kwa kasi kweli na kuanzisha mashambulizi, lakini Lucien Derouch alikuwa anaziba mashambulizi hayo, na ni kwamba mchezaji huyu kafanya kazi kubwa ambayo watu wengi hawakuamini kama kazi kama hiyo ingeweza kufanyika. Lakini si hivyo tu, baadhi ya wachezaji wengine ambao wamefanya vizuri katika kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi ni pamoja na Nabi Kamara, mchezaji ambaye naye amefanya kazi kubwa, licha ya kwamba kuna mipira alikuwa anapoteza na amecheza faulu nyingi kapelekea mpaka kupewa kadi ya njano, lakini sofa akacheza mpira mzuri ambao kiukweli wana Simba hawamdai. Mmoja kati ya vitu ambavyo vimetokea katika mpira huo na katika mchezo huo wa leo ni lile goli ambalo linatajwa kwa mashabiki wengi wa Simba, akiwemo na Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, akiamini kwamba bao hilo lilikuwa ni offside. Lakini kwa mtu ambaye ameangalia mechi hii kwa jicho la kiufundi kabisa, of course kwamba wakati mashambulizi yanaanza kufanyika, Pacome Zouzoua alikuwa katika eneo la kuotea, lakini offside ilikuja kuvunjwa kwa mpira ambao aliuokoa Musa Pimpin Kamara, kwa maana ya mpira ambao ulichezwa na Max Nzengeli baada ya kuokoa kwa kipa. Basi ile offside ikawa imekufa, kwa sababu pia mpira mpaka unapigwa na Max Nzengeli hakugusa Pacome na wala hakuwa tena katika eneo la kuotea. Amekuja kumalizia pasi hiyo ambayo mpira ulimtoka mlinda mlango akiwa katika eneo sahihi kabisa la onside. Kwa hiyo ni moja kwa moja lile ni clear goli, na watu ambao wanasema kwamba lile goli lilikuwa ni la offside, hapana, ni moja kati ya magoli ambayo ni clear kabisa, halipo katika hata namna ya kulizungumzia kuwa ni offside. Naam, tumemsikia pia na msemaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi kwa maana ya Ahmed Ally akizungumza na waandishi wa habari juu ya mchezo wa leo. Alikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini kati hayo aliyozungumza ameweza kutupa pongezi za kikosi chake cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa mchezo wao mzuri ambao wameucheza, lakini pia amefunguka zaidi na kuwa mwazi kuwa katika mechi zote za misimu ya hivi karibuni toka wameanza kukutana na watani zao Young Africans, mechi ya leo ndo imekuwa ni mechi nzuri na mechi yenye ubora kuliko mechi zote ambazo kwa hivi karibuni wamekutana. Na mchezo wa leo of course, kwa mtu ambaye amepata muda wa kuangalia mpira wa leo, ulikuwa ni mzuri, mchezo ulikuwa ni mzuri, ulikuwa ni wa kasi.